Hujambo mpenzi mtazamaji na unayetufuatilia katika vipindi hivi vya afya ya akili hapa Eden Valley, Tanzania. Na kwa namna ya kipekee nichukue fursa hii kukushukuru sana wewe ambaye umetenga wakati wako kufuatilia vipindi hivi tangu mwanzo mpaka siku ya leo tena. Lakini kwa namna ya kipekee pia ni kushukuru wewe ambaye umeendelea kutuandikia jumbe mbalimbali, maswali katika uwanja wetu wa comment, lakini wewe ambaye umelike, lakini pia wewe ambaye umepata wakati wa kushare vipindi hivi na rafiki na familia nyingine. Mungu akubariki sana. Tunashukuru kwa kuendelea kufanya kazi hiyo na ninaamini mbingu zimenakili kwa ubora kabisa kazi hiyo njema. Siku ya leo tutakuwa tunafanya mazungumzo mafupi na hitimisho la mfululizo wa vipindi vya afya ya akili tulivyokuwa navyo hapa, na kujibu baadhi ya maswali ambayo yametufikia. Nikianza na swali la rafiki wa kwanza, anauliza mnapatikana wapi? Sisi tunapatikana Eden Valley, Tanzania, katika mkoa wa Njombe, hapa wilaya ya Makete. Na nikija katika swali la pili, kuna rafiki anasema kwamba hili lilikuwa kwa dada Miselo. Kuna siku ulikuwa ukielezea mada ya watoto na akauliza una watoto wangapi? Sina watoto. Sijajaliwa watoto bado, lakini namshukuru Mungu kwa elimu juu ya malezi ya watoto na uzoefu ambao nimepata kwa takriban miaka 2 kwa kuwalea watoto. Na kwa hiyo imekuwa ni baraka, nimeweza kuwalea na kuwafundisha kwa namna ambayo imeweza kunipatia uzoefu wa kipekee katika malezi, sana sana katika mwelekeo wa afya ya akili. Haya, rafiki mwingine anauliza kwamba tulijifunza swala la movie. Anauliza kwamba kuna movie ya Yesu, kuna madhara yoyote mimi kuangalia movie ya Yesu? Miss Agnes, ningependa kulijibu hilo swali. Kuna movie ambayo ni nzuri, zote zina madhara tu. Iwe ameangalia movie ni ya ngumi au iwe anayesema ameangalia movie ya Yesu, madhara ni yale yale. Mmoja wapo ni movie zinasisimua hisia, lakini pia zinakufanya ukose uhalisia wa jambo kwa sababu tu ule ni uigizaji. Na mtu anayefanya kile kitendo huenda hafanya matendo. Bali na hapo, tukichukulia hiyo movie ya Yesu, mwenyewe aliyeigiza sio Yesu halisi, lakini zimesha athiri akili za watu wengi kwenye ulimwengu. Wanatazama ile movie alafu ndo wanasema huyu ni Yesu. Utakuta picha mbalimbali zimebandikwa kwenye nyumba za watu. Na wakati mwingine hata mtu akikanyaga ile picha anasema umemdharau Yesu. Inatokea mpaka watu wanaanza kuabudu picha, wanasema huyu ni Yesu, kumbe ni mwanadamu tu aliyeigiza. Lakini jambo lingine, watu hawa wanaotengeneza movie wako kibiashara zaidi. Na jambo kubwa wanalolenga ni wao kupata faida. Kwa hiyo kuna hatari kubwa sana ya kile kinachotolewa kwenye ujumbe, hata kama wanasema kwamba ni movie imetengenezwa kwenye mazingira ya kidini. Kuna hatari kubwa ya kuweka chumvi au vikolezo visivyo halisi. Na hivyo mtazamaji anachukua taarifa ambazo sio halisi, lakini pia watu wenyewe wanaonekana kwenye movie sio halisi. Lakini mimi pia ningependa kumshauri yule ambaye anatamani kumfahamu Kristo. Ya kuliko kutazama movie, ni vizuri akasoma zaidi Biblia. Kwa sababu uhalisia wa Kristo upo ndani ya Biblia na sio kwenye movie. Mpenzi mtazamaji, ninaamini katika majibu hayo basi utakuwa umepata mwanga fulani wa kukuongoza. Na ninapokuwa tunakaribia miisho kabisa siku ya leo, nikukaribisha na upendo. Neno moja kwa ajili ya anayetufuatilia kabla hatujaenda kufunga vipindi hivi. Ninashukuru sana Miss Agnes. Ningependa kuwashauri watazamaji wetu wanaotufuatilia wasisahau ya kwamba kwa kutazama tunabadilishwa. Lakini vile tunavyofikiri ndivyo tulivyo. Bali na hayo yote tutavuna kile tulichokipanda. Na zaidi ya yote ningependa kuwasisitiza wasome neno la Mungu. Lina mwangaza mzuri sana kwa ajili ya afya zetu za kiakili, za kimwili na kiroho. Kwa kuwa Mungu ametuumba, anajua ni namna gani anataka tuishi na tuenende. Lakini zaidi ya yote kuna kitabu kizuri hapa, kimeandikwa na mwandishi anaitwa Dr. William Barkas. Na kinasema ya kwamba what your counselor never told you. Kile ambacho never told you. Kile ambacho mshauri wako
hajaweza kukuambia. Na kinazungumzia juu ya dhambi 7 zinazowasumbua wanadamu. Na ukienda kusoma kwenye kitabu cha Misali sura ya 6 mstari wa 16 inasema kwamba viko vitu 6 Mungu anavyovichukia. Anasema naam vipo 7, anaanza kuvitaja. Moja wapo ni majivuno, kuna ulafi, vimetajwa humo ndani yake. Kwa hiyo ni kitabu kizuri ambacho mtu anayepitia changamoto yoyote anaweza akakisoma na kikamfundisha vizuri, lakini pia kumrejeza kwenye neno la Mungu na kupata uponyaji unaohitajika. Ninashukuru sana Misi Upendo kwa yote ambayo umeweza kushiriki na ushauri ambao umeweza kumpatia yule anayetufuatilia. Ilikuwa mbaraka sana kuwa na wewe hapa. Na ninapokuja kwako Misi Miselo, neno la mwisho la kumwambia anayetufuatilia. Ambacho ninatamani kumsisitiza mpendwa mtazamaji ni kwamba Biblia inasema katika Mithali 4:23 kwamba linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Na tumesema kama tulivyojifunza kwamba moyo ni ubongo wa mbele. Kwa hiyo namsisitiza sana alinde akili yake kuliko chochote anachokilinda. Na ulinzi wa moyo upo katika kulinda milango yake 5 ya fahamu ili kuepusha overstimulation yoyote katika ubongo wake ili aweze kubaki salama. Kwa ambaye angependa kujifunza zaidi, ninashauri pia akasome kitabu kama hiki. Kinaitwa Mind, Character and Personality. Kimeandikwa na Ellen G. White. Mind, Character and Personality. Yeah, ni kitabu kizuri sana ambacho kinazungumzia kwa upana zaidi akili, tabia na hulka, ikihusianisha zaidi na neno la Mungu. Yeah, lakini pia kuna kitabu kingine kimeandikwa na Dr. Edward Welch ambacho kinaitwa Blame It on the Brain. Blame It on the Brain. Yeah, hapa Dr. Welch anasaidia watu kuwa na uwezo wa kutofautisha changamoto za afya ya akili ambazo zinatokana na kemikali katika ubongo na zile changamoto za afya ya akili zinazotokana na dhambi. Yeah, kwa sababu kuna tofauti kati ya hivyo. Kwa hiyo amezungumzia kwa upana tofauti za changamoto hizo. Lakini pia anaweza akafuatilia mfululizo wa video za kwenye YouTube channel ya Scott Ritsema ambaye anazungumzia media on the brain. Yeah, na pia kuna YouTube videos za Little Light Studios ambazo pia zinazungumzia athari ya filamu na vitu kama hivyo katika afya ya akili. Kwa niaba ya timu nzima ya uandaaji wa vipindi hivi, tunawashukuru sana wale wote ambao mmekuwa mkisubscribe katika akaunti yetu. Mungu awabariki sana, lakini kwa wewe pia ambaye bado hujapata wasaa wa kusubscribe katika akaunti yetu, basi tunakukumbusha na kukusihi kufanya hivyo. Huu ni mwisho wa vipindi vya afya ya akili kwa sasa, ili kupisha vipindi vingine vitakavyokuwa vikiendelea. Lakini hatukuachi hivi hivi, tumekuandalia zawadi nzuri ya wimbo ambao utakuwa faraja kwako. Wimbo ambao utakuelekeza mahali sahihi pa kupeleka na kuacha mizigo yako ya kiroho, kiakili na kimwili. All your anxiety. Hakikisha unafuatilia katika video zitakazo kuwepo hapa. Tuombe. Baba na rafiki yetu Yesu, tunakushukuru sana kwa namna ulivyokuwa nasi kuanzia tunapoanza mpaka tunapofika hitimisho ya vipindi hivi. Sisi pamoja na mfuatiliaji tumekuwa tukibarikiwa. Roho yako Mtakatifu akaendelee kuzungumza sauti isiyokoma katika maisha yetu, kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Barikiwe. It was good having you here. And To the mercy seat, leave it there. Never a burden he cannot bear. Never a friend like Jesus. All your anxiety, all your care, bring to the mercy seat, leave it there. Never a burden he cannot bear. Never a friend like Jesus.